Rais wa Marekani Donald Trump ameondolewa ghafla kutoka jukwaani baada ya kutokea milio ya risasi na kuvuruga hafla ya White House iliyokuwa ikiendelea mjini Washington DC usiku kwa mkia leo Jumapili, Aprili 26, 2026. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka mamlaka za usalama, tukio hilo lilitokea baada ya mshukiwa huyo aliyekuwa na silaha kujaribu kuvamia eneo la ukaguzi linalolindwa na maafisa wa usalama. Katika purukushani hizo, risasi zilifyatuliwa na kusababisha taharuki miongoni mwa wageni, waandishi wa habari pamoja na viongozi wa serikali waliokuwepo. Rais Trump ambaye alikuwa akizungumza jukwani muda mfupi kabla ya tukio hilo aliondolewa haraka na walinzi wake pamoja na mke wake Melania Trump, huku maafisa wengine waandamizi wa serikali wakiwemo wajumbe wa baraza la mawaziri wakihakikishia usalama wao. Baadaye Trump aliwahakikishia wananchi kuwa yeye na timu yake wako salama. Alisema, tuliondolewa haraka sana bila muda wa kufikiria. Mwanzoni tulidhani ni kelele ya vitu kuanguka, lakini baadaye tukajua kulikuwa na hatari, alisema Trump alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari baada ya tukio hilo. Mamlaka zimethibitisha kuwa mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 31 kutoka jimbo la California amekamatwa na anashikiliwa na vyombo vya dola. Taarifa zinaeleza mtuhumiwa huyo atafunguliwa mashtaka mawili, ikiwemo kutumia silaha kwa kufanya uhalifu na kuwashambulia maafisa wa serikali kwa kutumia silaha. Kwa mujibu wa uchunguzi wao, mshukiwa huyo alifanikiwa kufyatua angalau risasi moja kabla ya kudhibitiwa. Inaelezwa pia alikuwa na silaha zaidi ya moja wakati akijaribu kuvamia katika eneo hilo. Katika tukio hilo, wakala mmoja wa Secret Service alipigwa risasi, lakini alinusurika kutokana na kuvaa vifaa maalum vya kujikinga na amepelekwa hospitalini kwa matibabu na hali yake inaelezwa kuwa imara. Hakuna majeruhi wengine walioripotiwa.